Nchi za Ulaya hazitafanikiwa kabisa katika kinyang'anyiro cha silaha dhidi ya Urusi kwa sababu Moscow haina nia ya kushiriki, ikichagua badala yake kuzingatia kupata maslahi ya nchi hiyo. Pia baada ya taarifa hii ya Ulaya kutofanikiwa kuizidi Urusi katika kinyang'anyiro cha silaha, pia utasikia taarifa nyingine kuhusu vikosi vya Ukraine ya kuwa havipaswi kupata aweni au mapumziko yoyote kwenye uwanja wa vita au kutoka mstari wa mbele wa kivita. Basi karibu sana, ungana nami hadi mwisho wa taarifa hizi mbili tofauti. Utafahamu kiundani hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa. Pia unaweza ukajumuika nasi pia kwenye grupu letu la habari na matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp kupitia nambari ya 0679619650, yani 0679619650. Unaweza ukajiunga sasa kwa kutumia ujumbe au message kwa njia ya WhatsApp kwa kuniandikia neno niunge kupitia nambari hiyo pia ambayo nimekwisha kutajia hapo awali. Nikianza na taarifa kuhusu Ulaya kutofanikiwa katika kinyang'anyiro cha silaha dhidi ya Urusi, ambako msemaji wa Kremlin, yani ikulu ya Urusi, anayefahamika kama Dmitry Peskov amesema ya kuwa nchi za Ulaya hazitafanikiwa kabisa katika kinyang'anyiro cha silaha dhidi ya Urusi kwa sababu Moscow haina nia ya kushiriki, ikichagua badala yake kuzingatia maslahi ya nchi hiyo. Amenukuliwa akisema ya kuwa Ulaya hawatashinda dhidi yetu kwa sababu hatushiriki nao, tunazingatia mambo yetu wenyewe na kupata maslahi yetu. Peskov amesema hivyo. Naye waziri mkuu wa Poland anayefahamika kama Donald Tusk alisema kabla ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya ya kuwa Ulaya inapaswa kushiriki katika mashindano ya silaha na Urusi, akidai ya kuwa jumuiya hiyo inaona ukuu wa kijeshi wa Moscow kama changamoto ya moja kwa moja. Matamshi yake yalikuja kufuatia tangazo la rais wa tume ya Ulaya anayefahamika kama Ursula von der Leyen kuhusu mpango wa kurejesha kijeshi wa Umoja wa Ulaya ambao unajumuisha mpango wa kurejesha silaha tena wa euro bilioni 800, ambapo ufadhili huu pamoja na mambo mengine utatengwa kwa ajili ya ununuzi wa silaha kwa ajili ya Ukraine. Rais wa Ufaransa anayefahamika kama Emmanuel Macron pia alizungumzia suala la kijeshi katika hotuba yake kwa umma wa Ufaransa, akitaja Urusi yenye nguvu kama tishio kwa Ufaransa na bara zima, na alihalalisha ongezeko la matumizi ya kijeshi na upanuzi wa silaha za nyuklia za Ufaransa katika Umoja wa Ulaya kama hatua muhimu kushughulikia tishio hilo linalodaiwa kutoka Moscow. Naye msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi anayefahamika kama Maria Zakharova amesema ya kuwa vikosi vya Ukraine havipaswi kupata ahueni kabisa yoyote kwenye uwanja wa vita, kwani ni makubaliano madhubuti pekee ndiyo yanaweza kuweka msingi wa suluhu ya Ukraine. Alisema katika mkutano na waandishi wa habari ya kuwa wanachohitaji ni makubaliano madhubuti juu ya suluhu ya mwisho. Bila hiyo aina yoyote ya muhula au kupanga upya yote ambayo hayakubaliki kabisa, kwani yatasababisha matokeo kinyume kabisa. Haikubaliki kabisa kupeleka vitengo vya wanajeshi nchini Ukraine chini ya bendera zozote za Ulaya. Kulingana na Zakharova, alisema ya kuwa nia ya kweli ya Ufaransa na Uingereza ambayo ilikuja na mpango wa Ukraine ilikuwa kuzuia kuanguka kwa mstari wa mbele wa kivita kwa vikosi vya Kiev. Kwa kweli watashughulika na nia ya wazi ya kufikia muhula kwa gharama yoyote kwa utawala wa Kiev, ambako vikosi vya kijeshi vya Ukraine na kuzuia kuanguka kwa mstari wa mbele. Mwanadiplomasia huyo amesema hivyo.
Kwa kusaidiwa na washirika wake wa Magharibi, serikali ya kigaidi ingetumia pozi au mapumziko hayo kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na majaribio ya kulipiza kisasi baadaye, ambapo hiyo ni dhahiri kwa kila mtu. Katika hali hiyo, mzozo bila shaka ungeanza tena kwa nguvu mpya zaidi. Kuificha hakusaidii tena, mwanadiplomasia huyo alisema, akirejea kauli za viongozi wa zamani wa Ujerumani na Ufaransa, Angela Merkel na Francois Hollande, ambao walikiri ya kwamba makubaliano yaliyofikiwa Minsk mwaka 2015 yaliweza kulenga tu kuruhusu Ukraine kujiandaa vyema na kusambaza silaha. Msemaji huyo alitoa maoni hayo akijibu pendekezo ambalo Ufaransa na Uingereza ziliwasilisha Machi 2 mwaka huu, ambapo alisema wazo hilo halitegemei chochote, halina misingi ya kisheria na haliungwi mkono na maamuzi yoyote katika uwanja wa kisheria, ambao kulingana na Maria Zakharova alisema pia mpango huo unajikita katika kuunda, kama ilivyosema, mazingira salama ya kutumwa kwa wanajeshi wa Ulaya nchini Ukraine kama aina fulani ya kikosi cha kulinda amani. Kwa lengo hilo, inapendekeza kutangaza usitishaji vita kwa mwezi mmoja kama ilivyosema, wakati ambao uhasama ungekomeshwa angani na baharini, na pia mgomo wa miundombinu ya nishati utasitishwa. Maria Zakharova ameweza kusema hivyo. Pia alisema ya kuwa mpango huo watawasilisha kwa Marekani kwa nia ya kupata uungwaji mkono kwa mpango huo. Inavyoonekana, kama ilivyokuwa hapo awali, itawasilishwa kwa Urusi kama mpango uliokamilika. Uamuzi wa mwisho zamani hazijawafundisha chochote, Zakharova aliweza kumaliza kwa kusema hivyo. Unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp kupitia nambari ya 0679619650, yani 0679619650. Unaweza ukajiunga sasa kwa kutumia ujumbe au message kwa njia ya WhatsApp kwa kuniandikia neno niunge kupitia nambari hiyo pia ambayo nimekwisha kutajia hapo awali.